mipaka ili uweze kufanikiwa. Ninaamini kuna watu wameshaanza kutoroka, na ninaamini wengine siku ya leo watatoroka tena. Haleluya, haleluya. Kama umeanza kutoroka kwenye mipaka, na useme amina. Jina la Bwana limebarikiwa sana. Siku ya jana tuliangalia mpaka wa kwanza tukasema ni ile hali ya kukataliwa. Hali ya kukataliwa inaweza ikakaa kwa mtu kama kizuizi au kama mpaka, alafu mtu akashindwa kufanikiwa kwa sababu eneo lolote ambalo unataka kufanikiwa ni lazima kwanza uwe na kibali. Ukiwa na kibali ni rahisi sana kufanikiwa. Ukiwa na kibali kazini, ukiwa na kibali mali umejiajiri, ukiwa na kibali machoni pa wateja, kama we ni mtumishi, ukiwa na kibali machoni pa watu ambao unawahudumia, zewe unapata kibali, ndo kwa namna hiyo maisha yako yanasogea hatua na unaanza kufanikiwa. Leo tuangalie aina ya pili ya mpaka. Aina ya pili ya mpaka tunasema tabia usiyoitaka. Tabia usiyoitaka au tabia mbaya. Tabia usiyoitaka au tabia mbaya. Tabia usiyoitaka, yaani kuna tabia ambayo kwenye maisha yako wewe hauitaki kuwa nayo. Tabia usiyoitaka au tabia mbaya. Ukweli ni kwamba tabia yoyote ambayo wewe huitaki kuwa nayo, hiyo tabia sio ya kwako. Narudia tena, tabia yoyote ambayo hautaki kuwa nayo, hiyo tabia sio ya kwako. Ingekuwa ya kwako ungeipenda, ingekuwa ya kwako ungeikubali, ingekuwa ya kwako ungeisikia la kukaa nayo. Lakini kile kitendo tu ambacho unaichukia tabia fulani kwenye maisha yako, manake hiyo tabia sio ya kwako. Na kama sio ya kwako, maana yake labda imedandia tu njiani ulipokuwa unaendelea kusafiri kwa namna moja ama nyingine, kwenye maisha yako ya imani, kwenye maisha yako ya kikazi, kwenye maisha yako ya biashara. Kama ni kijana, kwenye maisha yako ya ujana, inawezekana hiyo tabia ikadandia katikati kwenye maisha yako, na ndio maana we mwenyewe ukujua vile ilivyotokea. Tunasema tabia ni kitambulisho. Tabia ni kitambulisho. Kitambulisho cha nini? Tabia ya mtu ni kitambulisho cha huyo mtu. Tabia ya mnyama ni kitambulisho cha huyo mnyama. Tabia ya kitu ni kitambulisho cha hicho kitu. Na tabia ya roho ni kitambulisho cha aina ya roho inayotenda kazi ndani ya mtu au ndani ya eneo. Tunaposema tabia ya mtu ni kitambulisho cha mtu, maana yake tabia alionayo mtu inamtambulisha huyo mtu. Tunaposema tabia ya mnyama ni kitambulisho cha mnyama, maana yake tuna uwezo wa kumgundua mnyama kwa tabia yake. Kwa hiyo tabia ya mnyama imebeba kitambulisho cha huyo mnyama. Tunaposema tabia ya roho, maana yake katika ulimwengu wa roho hakuna roho isiyo na tabia. Roho yoyote inayotoka kwa Mungu ina tabia zake, na roho yoyote inayotoka kwa shetani ina tabia zake. Kwa hiyo roho ikikaa ndani ya mtu, ukweli ni kwamba kwa urahisi huwezi kugundua
roho inayotenda kazi ndani ya mtu, lakini kwa njia ya tabia alizonazo mtu tuna uwezo wa kugundua aina ya roho inayotenda kazi ndani yake. Na hii ni kwa sababu roho ikikaa ndani ya mtu hainyamazi, ina uwezo wa kujifunua au kujiweka wazi kwa tabia. Kuna aina ya tabia ambazo ile roho ikikaa ndani ya mtu inaanza kuzalisha kwa huyo mtu, na sisi tukitazama tabia za huyo mtu tunagundua okay, kwa tabia hizi roho ya zinaa inafanya kazi ndani yake, kwa tabia hizi roho ya uasherati inafanya kazi ndani yake, kwa hii tabia roho ya uchawi inafanya kazi ndani yake. Tunaenda sawa? Na sasa hivi wachawi wako sana makanisani. Tunaenda sawa? Na wachawi walio makanisani wanajidai sana wastaarabu, kwa sababu mara nyingi sana wachawi wakiwa kanisani huwezi kuwatambua kirahisi, kwa sababu ni watu ambao wanakuwa wanyenyekevu, ule unyenyekevu wa maigizo, na wanakuwa wakalimu, ule ukalimu wa maigizo. Kwa hiyo utamkuta namna anavyosalimia, utasikia shalom shalom, anainama mpaka chini, kama vile ni mtu ambaye ni mkarimu sana, ni mtu ambaye ni mcha Mungu sana, kumbe ndani yake ni mchawi. Na wachawi wa kanisani huwa wanaloga kistaarabu. Tunaenda sawa? Yaani anaweza akawa anakuloga huku anakuchekea, anaweza akawa anakuloga huku anakusalimia, anasema shalom shalom, ndo anakuloga hapo shalom shalom. Aise mpendwa, yani umefanikiwa sana, yani ubarikiwe. Unapoendelea kushikana naye mkono ndo anakuloga hivyo. Na hakuna kitu kinachonishangazaga sana kama wachawi. Yani wachawi ni watu wa ajabu sana. Anaweza akawa amepanda basi na yeye ni abiria, analoga dereva wakati na yeye ni abiria. Anaweza akawa anaenda mashineni, amepanga foleni, analoga mashine. Sasa unajiuliza swali, unalogaje mashine wakati na wewe mwenyewe upo kwenye foleni? Tunaenda sawa? Kwa hiyo ni watu ambao wana vitabia vya ajabu ajabu, yani wenyewe tu hawajielewi. Na nilikuja kugundua kuna uchawi wa kurisi. Tunaenda sawa? Na kuna mtu mwingine anaweza akawa mchawi bila yeye kujua, na kuna mwingine anaweza akawa mchawi anajua kabisa kwamba yeye ni mchawi. Tunaenda sawa? Kuna mwingine ni mchawi, hana mpango wa kuacha uchawi leo wala kesho. Kuna mwingine ni mchawi, yani hata ndani yake anateseka, anatafuta namna ya kuacha, ni vile tu hajasaidiwa. Tunasema wachawi wa namna hii huwa kuacha uchawi kwao ni rahisi sana, kwa sababu anatafuta msaada namna gani anaweza akawa anataka kutoka. Tunaenda sawa? Tumeenda sawa? Lakini kuna wengine sio wachawi, ila kwa tabia walizonazo wanafanana na wachawi, kwa sababu miongoni mwa tabia walizonazo wachawi ni tabia ya uwivu. Yaani kuna watu wana uwivu, tena ule uwivu mbaya, asione mwenzie kanisani amependeza ameshakasirika tayari, asione mwenzie kanisani kilemba kimemkaa vizuri ameshakasirika, asione mwenzie anasomesha watoto kwenye shule nzuri ameshachukia, asione mwenzie amesoma amefika tu diploma ameshakasirika tayari, asione mwenzie ameolewa amechukia, akiona mwenzie wanampongeza amekasirika. Yaani wanampongeza yeye tu ndo ameimba vizuri, kwani wengine hawajatuona huku. Ukiona una tabia ya namna hiyo, unakaribiana sana na uchawi ingawa sio mchawi. Halo, hebu mgeukee mwenzio, mwambie tabia yoyote ile ya uwivu ni tabia ambayo wanayo sana wachawi. Kwa hiyo usikubali kuwa na uwivu mbaya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Hivi una habari kwamba
watu wenye tabia zinazofanana huwa wanakaa pamoja, huwa wanatembea pamoja, na ndio maana wambea wote wanatembea pamoja, wote wanatembea pamoja. Kwa nini? Ili waendeleane kusimuliana umbea. Na miaka ya hapo katikati tulikuwa tunajua wambea ni wanawake, lakini siku hizi kuna wanaume pia wambea. Haleluya! Yaani wana uwezo wa kukaa na kusema habari za mtu wakiwa kwenye drafti, wanacheza huku wanaongelea habari za mtu fulani. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Nilikuja kugundua kwamba tabia ina uwezo wa kuongea sana kuliko wewe unavyoongea. Tabia ina uwezo wa kukutangulia, ikatangulia mbele zako, ikasafiri umbali mrefu kabla wewe hujaenda hilo eneo. Tena bora ukawa na tabia nzuri, ikatangulia mbele yako ikiwa nzuri. Maana tabia nzuri ikitangulia mbele yako, watu wana uwezo wa kukukubali na kukupokea kabla hata hujafika. Lakini kama una tabia mbaya na ikatangulia mbele yako, ile tabia mbaya ikitangulia mbele yako inatangulia kama mpaka, inatangulia kama kikwazo, inatangulia kama kizuizi. Kwa hiyo watu wana uwezo wa kukukataa hata kabla haujafika. Wanasema nani huyo? Bwana yule hata akija msimkubali, tabia yake tunaifahamu, msipokee huduma yake, msipokee mafundisho yake, msipokee uimbaji wake. Yule mtu msipokee bidhaa zake, msipokee kazi yake ya mikono anayoifanya. Hawezi kushona vizuri yule ni mwizi, yule anajidai ni fundi ujenzi, hamna chochote pale. Maanake tabia yako ilipotangulia ikazuia maendeleo yako. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Na ndio maana nimekwambia tabia yoyote ambayo sio ya kwako, ambayo huipendi, sio ya kwako. Sasa unisikilize. Tabia yako ina uwezo wa kukusaidia wewe kujijua ulivyo, kwa sababu kuna watu ambao hawajitambui. Tunaenda sawa? Sasa kwa tabia yako una uwezo wa kujitambua au kujijua jinsi ulivyo. Maanake tabia yako inakusaidia mwenyewe kujitambua, kujijua jinsi ulivyo. Lakini pia tabia yako ile ile ina uwezo wa kuwasaidia wengine kukutambua wewe jinsi ulivyo. Tunaenda sawa? Kwa kadiri unapokaa karibu na mtu, unachoanza kukigundua kwenye maisha yake ni tabia zake, na ukizigundua tabia zake zinakusaidia kujua namna alivyo, na utajua namna ya kuishi naye. Ukijua huyu mtu ni mkorofi, utajua namna ya kuishi naye. Tunaenda sawa? Okay, kwa kadiri unapokaa karibu na Mungu, mmoja ya kitu unachokigundua kwa Mungu ni tabia zake. Unakaeje karibu na Mungu? Kwa njia ya maombi, kwa njia ya kusoma neno lake, kwa njia ya kwenda ibadani. Unapokaa karibu na Mungu aliye hai, unaanza kusigundua tabia zake. Ukizigundua tabia za Mungu, zinakusaidia kumjua Mungu alivyo, na ukimjua Mungu alivyo, itakusaidia namna ya kuishi naye na namna ya kutembea naye. Haleluya! Maana utajua nini hataki, nini anataka. Kwa hiyo utajua namna ya kuishi naye. Mgeukie jirani yako, mwambie wewe bado hujanijua mimi. Mgeukie na wakushoto, mwambie wewe bado hujanijua mimi. Alafu mwambie gundua tabia zangu ili unijue nilivyo. Haleluya! Watu kabla hawajaoana wanajitahidi sana kuficha tabia zao. Asione tabia zangu huyu, asije akailisha kunioa. Asione tabia zangu huyu, asije akailisha. Watu wakiwa kwenye mahusiano wanajitahidi sana kuficha tabia zao. Subiri waoane. Wakishaoana huwezi kuficha tabia. Tunaenda sawa? Muda wowote uko na mme wako, uko na mke wako, tena mnalala kitanda kimoja. Sasa angalia, kwenye ndoa kuna surprise nyingi sana. Huwa tunawaambia watu
mkisha oana mwaka wa kwanza wa ndoa, kila mtu autumie huo mwaka kujifunza kwa habari ya mwenzie. Mwanamke ajifunze kwa habari ya mwanaume na mwanaume ajifunze kwa habari ya mwanamke, mwaka mmoja kwanza wa ndoa, kwa sababu ndo mwaka ambao una surprise nyingi sana, kwa sababu ulikuwa haumjui huyo mwenzio jinsi alivyo. Kwa hiyo unapomtazama unagundua ni mchoyo sana, na yeye akikutazama anagundua na wewe ni mkorofi sana. Kwa hiyo mnapotazamana kwenye hizo tabia inakuwa surprise. Unaposema ha, naye anasema ha, hey, kumbe mwenzangu ni mchoyo, naye anasema kumbe mwenzangu ni mkorofi. Kwa hiyo inakuwa surprise. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo lazima muweze kujifunza, okay, kama mwenzangu ni mchoyo, okay, katikati ya uchoyo wake nitaishi naye kwa namna gani? Okay, anapenda sana ndugu zake kuliko ndugu zangu. Kumbe ni tabia yake na sikujua. Okay, niishi naye kwa namna gani? Kuna mwanamke mmoja ambaye yeye alipoingia kwenye ndoa, alichokuwa anakifanya, alikuwa anapenda sana ndugu zake kuliko ndugu wa mume wake. Tunaenda sawa? Kwa hiyo siku mume wake akimwambia tunaenda nyumbani kwetu, akimpa fedha za kununua vitu, fedha zingine anabana. Ananunua vitu vichache, naenda kwa mama mkwe, haina shida, ananunua vitu vichache. Alafu akifika nyumbani pale, akifika kwa mama mkwe, yule mume wake anashangaa, mbona kuna vitu vingine sivioni? Mbona kuna baadhi ya vitu havielekani na hii fedha? Huyu mwanamke okay, sawa, hakuna shida. Siku moja yule mwanaume akamdanganya, akamwambia hivi, tunaenda nyumbani kwetu. Akampa fedha nyingi sana, akajua si ndo tabia yake, akabana, akanunua vitu vichache. Na yule mwanaume alikuwa anamwambia hivi, ukinunua vitu viweke kwenye gari. Okay, akaenda akanunua vitu vichache sana na fedha nyingine nyingi akatumia kwenye matumizi yake, akaweka vitu kwenye gari. Mwanaume akawasha gari. Alipowasha gari mwanaume, sasa yeye alikuwa anafikiri anaenda kwa ndugu wa mwanaume. Akashangaa mwanaume amekoleza mwendo, anaelekea kwa mama yake mzazi. Haleluya! Tunaenda wapi huku? Sasa nimeona tu ndani yangu nibadilishe leo, tukawasalimie wa upande wa kwenu. Akafika mpaka nyumbani, akasema sasa mke wangu fanya hivi, toa vitu vyote hivyo, mimi natangulia ndani. Akatangulia ndani. Haleluya! Ile imetangulia. Unajua mwanamke amekaa kwenye gari amenuna, yaani ajisikia amani huko ndani, ametoka na tu vitu tuchache, yaani kumtazama mama yake anaona aibu, akiangalia wadogo zake anaona aibu. Mwanaume anacheka, anajua anachokifanya. Tunaenda sawa? Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio maana lazima tuangalie sana tabia zetu. Okay, tabia una uwezo wa kuiga, ukaiga tabia na ikawa sehemu ya maisha yako. Tabia una uwezo wa kujifunza, unaweza ukajifunza tabia na tabia ikawa sehemu ya maisha yako. Una uwezo wa kurisi tabia na una uwezo wa kuwalisisha wengine tabia. Ni bora ukarisi tabia nzuri, hautazuiliwa. Lakini ukirisi tabia mbaya, ile tabia mbaya ulioulisi ina uwezo wa kuwa kizuizi na kuwa kikwazo kwenye maisha. Tunaenda sawa? Ngoja niseme kitu. Kuna watu ni waongo jamani, yaani ni waongo kweli kweli. Ukiangalia uongo wao haujaanza leo. Fuatilia walipozaliwa. Ukisoma Zaburi, Zaburi ile sura ya 58 ule mstari wa 3. Zaburi sura ya 58 mstari wa 3 anasema hivi,
wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea, wamesema uongo. Hiyo ni Zaburi sura 58 mstari wa 3. Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea, wakisema uongo. Sasa angalia, shetani anaweza akashika tumbo la uzazi la mama. Akishika hilo tumbo la uzazi, yani bora tumbo la uzazi likawa linamilikiwa na Mungu, lakini kama shetani akiliwahi tumbo la uzazi, kile kinatokea, yule mtoto aliyomo kwenye tumbo anaanza kufundishwa uongo tangu akiwa tumboni. Tunaenda sawa? Unakuta katoto kanazaliwa katoto, jamani, kanakuwa ni kaongo. Unajiuliza, aka katoto uongo kametoa wapi? Mimi mama yake sina uongo wa namna hii, wala baba yake. Ukiangalia bibi yake alikuwa sio muongo namna hiyo, wala hata babu yake. Kametoa wapi? Kwa sababu siku zote tunajuaga tabia nyingi za mtoto zinakuwa zimetoka kwa baba na kwa mama. Si ni sawa? Si ni sawa? Unataka kusema amina. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu ulipokuwa form 2 ulikuwa mjanja sana, ulikuwa mjanja we, alafu ule ujanja ukaacha, ukaolewa. Ulipoolewa mtoto wako anafanya zinaa, unalia, baba nisaidie. Mungu anakuambia hizi tabia za mtoto wako ni zile za kwako ukiwa form 2. Halo? Sasa unajiuliza kaka kitoto kameazalini uongo. Tunaenda sawa? Sasa mtoto akizaliwa akiwa muongo, ule uongo anakuwa nao. Akikuwa nao na maisha yanaendelea mbele, anakuwa yuko hivyo, kwa sababu kuna tabia ambazo usipozishughulikia una uwezo wa kukua nazo. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Na ndo maana bora ukuwe na tabia iliyo nzuri. Lakini ukikuwa na tabia mbaya, na kuambia ule ukweli, hakuna mahali unaweza ukafanikiwa. Kwa hiyo mtu akikuwa na tabia ya uongo, akaenda nayo mbele, kule mbele hawezi kufanikiwa. Ile tabia itakuwa mpaka, itamzuia asipate ajira. Hata akipata ajira hawezi pandishwa cheo, hawezi kufanikiwa zaidi. Okay, kuna namna ambavyo hata akijiajiri, kuna namna ambavyo hawezi kufanikiwa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Okay, swali la kujiuliza, tabia ambazo mbaya ninazo zimezaliwaje? Tunaenda sawa? Sasa ngoja nikwambie kitu. Anachokifanya shetani anapotaka kukuwekea mpaka wa tabia mbaya ili kukuzuia kwenye maisha yako, kuna namna hizo tabia anazizalisha ndani yako bila wewe kujua. Anazalishaje? Tunaenda sawa? Anazalishaje? Jambo la kwanza, anatumia ndoto. Hii ni kawaida na ni tabia ya shetani kuzalisha tabia mbaya ndani ya watu. Anapotaka kuwazuia wasifanikiwe, anafanyeje? Anatumia ndoto. Tunaenda sawa? Sasa angalia, kuna aina ya ndoto ukiota zinazalisha tabia mbaya kwenye maisha yako. Tunaenda sawa? Kwa mfano, kuna vijana wengi sana wa kike na wa kiume mara kwa mara wanaota ndoto wanafanya zinaa. Haleluya. Kuna binti mmoja chuo fulani aliona maisha yake yamekuwa ni magumu sana, anashindwa kufanikiwa kwenye masomo. Tabia ya zinaa imemzuia. Kila anapotaka kufanikiwa, muda wote anawaza wanaume. Kwa hiyo aingii darasani, yeye anawaza tu wanaume. Kwa hiyo ile tabia imeshamzuia kufanikiwa. Alichokifanya, akanipigia simu, akaniambia, mtumishi, kwa kweli nimekupigia simu, mimi sikujui, ila mama yangu alikuona kwenye semina Sumbawanga, akanipa namba, nimeona nikupigie simu. Akaniambia wacha nijiweke wazi mbele zako. Akaniambia mimi ni binti ninasoma chuo fulani, ilikuwa ni Dar es Salaam, chuo fulani. Na akaniambia hivi,
kila inapofika mida ya 2 nalazimishwa kulala nikafanye zinaa kwa njia ya ndoto. Tunaenda sawa? Yaani hata asipotaka atasukumwa tu, ajielewi huyo, anaenda analala kitandani. Akilala pale anaota ndoto anafanya zinaa. Tunaenda sawa? Sasa hii tabia imenichosha kwa sababu sio hivyo tu, nimeanza kulala na wanaume wa aina mbalimbali na maisha yangu ya masomo yamekuwa yanashuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa alipokuwa ameanza kuota hizo ndoto, kwenye mwili wake kukazaliwa tabia za zinaa, akaanza kutamani wanaume, akaanza kulala nao. Haleluya! Na hizi ndoto zimetesa sana vijana wa kike, zimetesa sana vijana wa kiume, na niligundua kuna wanandoa ambao wanaota ndoto za namna hii. Halo, sasa angalia, ukiona mwanamke yupo kwenye ndoa ameota ndoto ya namna hii, angalia tabia inayozaliwa ndani yake. Anaanza kumchukia sana mume wake sana. Mume wake akipita mbele yake anaona kama vile ni katuni, inapita inaenda, inapita inaenda, anaanza kumchukia sana. Tunaenda sawa? Na mwanamke wa namna hii akianza kumchukia mume wake tu, hiyo ndoa inakuwa haina amani, hiyo ndoa inakuwa haina furaha, hiyo ndoa inakuwa haina maendeleo. Hapo ndio unakuwa kabisa tayari hawa watu wameshazuiliwa. Na sio tu wanawake, kuna wanaume ambao wapo kwenye ndoa ambao wanaotaga ndoto za namna hii na wanaanza kuwachukia wake zao. Ndoa nyingi zimekuwa hazina amani, zimekuwa hazina furaha, zimekuwa hazina maendeleo kwa sababu ya magomvi yanayoendelea kwenye ndoa. Na miongoni mwa vitu vilivyozalisha magomvi ni tabia zilizozaliwa kwa wanandoa ambazo shetani alizizalisha ndani yao kwa njia ya ndoto. Halo, unajaribu kunielewa? Mgeukie jirani yako mwambie, jana uliota ndoto gani? Mwambie jirani, mwambie jana usiku uliota ndoto gani? Haleluya, jina la Bwana limebarikiwa sana. Sasa angalia ndoto nyingine, Unaweza ukawa unaota ndoto mtu aliyekufa ndo ameshikilia uskani, anaendesha, alafu miongoni mwa abiria na wewe umo. Tunaenda sawa? Alafu unashangaa unasema, dereva kimbiza, dereva anakimbiza. Ukitizama hivi dereva anaelewa. Haleluya. Na kuna wakati mwingine unakuta upo kwenye gari dogo, alafu ile gari dogo abiria ni mmoja tu peke yako, alafu dereva yuko busy anakimbiza. Ukitazama namna hii ni marehemu. Hizi ndoto zina maana nyingi sana, lakini miongoni mwa maana ni hapa, kuna tabia za kurisi ambazo ni mbaya alizowahi kuwa nazo huyo mtu ambaye alikufa. Kwa hiyo zinahamishiwa kwako. Mtu anaweza akafa lakini tabia haifi. Tabia huwa inahama. Yaani mtu anakufa, tabia inahamia kwa mwingine. Kwa hiyo ukiota namna hiyo, manake kuna tabia ya kurisi ambayo inahamishiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa mkoa fulani, wakati nafundisha semina, akaja mama mmoja akaniambia, mtumishi, nimeota ndoto marehemu ndo ananiendesha kwenye gari. Alafu nilipoamka asubuhi sikuelewa maana yake nini. Nikamtazama, nikasema njoo, nikambandikia mkono, nikamwombea, nguvu za Mungu zikamshukia. Alafu ghafla nikasikia pepo wanalia, wakamwachia kule ndani, kwa sababu wale pepo walikuwa wanamlisisha tabia. Tunaenda sawa? Haleluya. Kwa hiyo kwa njia ya ndoto shetani anaweza akalisisha watu tabia mbaya, na lengo lake ni nini? Zile tabia anaziweka ndani ya watu kama mipaka, kama vizuizi, ili hawa watu wazuiliwe, wasifanikiwe. Angalia jambo la pili.
Ukisoma kile kitabu cha Misali 13, Misali ile sura ya 13, Misali 13 ule mstari wa 20, Misali sura ya 13 ule mstari wa 20, anasema hivi: enenda pamoja na wene hekima, au ishi pamoja na wenye hekima. Angalia, enenda pamoja na wene hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Haleluya! Ishi na mwenye hekima upate hekima, ishi na mwenye hekima uambukizwe hekima, ishi na mpumbavu uambukizwe upumbavu. Unaenda sawa? Sasa unisikilize, kuna tofauti kati ya mpumbavu na mjinga. Halo? Yaani mjinga sio mpumbavu, lakini mjinga anaweza akageuka akawa mpumbavu. Mjinga maana yake nini? Mjinga ni mtu ambaye ajui chochote kwenye eneo lolote. Akishaanza kujua hicho kitu anachotakiwa kukijua, halafu asikitendee kazi, anageuka, anatoka kwenye levo ya ujinga anaingia levo ya upumbavu. Kwa sababu mpumbavu ni nani? Mpumbavu ni mtu ambaye anajua jambo analotakiwa kulifanya, alafu alifanya. Okay, unajua kabisa unatakiwa kuoga, alafu hauogi makusudi, unasingizia Njombe kuna baridi kali. Halo? Kuna watu jamani wana ratiba za kuoga. Jumatatu unaoga, Jumanne hapana, Jumatano Alhamisi ila Ijumaa nitaoga. Maana yake nini? Wewe ni mpumbavu. Unajua unachotakiwa kukifanya lakini haukifanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeukie jirani yako umwambie, hauna ratiba za kuoga kweli wewe? Haleluya. Alafu mwambie jirani, mwambie juzi ulioga kweli wewe? Sasa anachokifanya shetani ni hiki hapa. Anapotaka kusalisa tabia mbaya kwenye maisha yako, anakuunganisha na marafiki wasio sahihi. Anakuunganisha na marafiki wasio sahihi kwa sababu anajua ili uweze kufika mbali kimaisha unahitaji rafiki sahihi, kwa sababu hauwezi ukaenda mbali kimaisha isipokuwa kuna mtu umeunganika naye ambaye ni sahihi. Tunasema hivi, unapochagua marafiki usichague rafiki ambaye haendi unakokwenda. Hakikisha unachagua rafiki ambaye anaenda kule unakokwenda. Rafiki anaweza akachochea mafanikio yako au akazuia mafanikio yako, na hii kanuni shetani anaifahamu. Kwa anajua okay, ili huyu mtu nimkwamishe, ngoja nimuunganishe na marafiki wasio sahihi. Najua marafiki wasio sahihi watamshauri mambo yasiyo sahihi, lakini pia watamwambukiza tabia zisizo sahihi. Unaunganika na rafiki ambaye tangu umeunganika naye tu umeweza kuchelewa ibadani. Wewe ulikuwa mtu ambaye ibadani ulikuwa unawahi, sasa hivi unachelewa. Ni kwa nini hiyo? Rafiki. Okay, ulikuwa unamjibu vizuri tu mume wako akisema jambo na sawa mume wangu, haina unamtii vizuri. Lakini sasa hivi kuna rafiki tu uliunganika naye alikwambia 50-50, umeingia kwenye na wewe mbele za mume wako unamwambia mume sasa hivi ni 50-50, sikuelewi. Ngeukie jirani yako mwambie hakuna 50-50 kwenye ndoa. Haleluya. Kuna mahali tu ulipata hiyo uko nje. Kuna rafiki aliyekwambia kwenye ndoa ni 50-50. Tangu umeanza hiyo 50-50 na mume wako mmegombana sana, na mpaka sasa hivi hamna amani wala furaha kwa sababu ya 50-50. Haleluya. Kuna rafiki tu ulipounganika naye tu ukaacha kuomba, ukaacha kumtafuta Mungu, ukawa na tabia mbaya kwenye kwaya.
Halo, sasa nisikilize. Kuna marafiki ambao huwa wanakushauri kukopa kupita kiasi. Yaani unashangaa mtu anakopa, jamani, anakuwa na madeni ambayo yanamzuia asifanikiwe, kwa sababu kila ukiingiza fedha zote zinaishia kwenye madeni. Haufanyi maendeleo, hauongezi nyumba, hauongezi ofisi, fedha zote zinaishia kwenye madeni. Nini kimetokea? Ndio eneo ambalo ibilisi amekukwamisha hapo usifanikiwe. Tunaenda sawa? Mwambie mwezi leo utatoka. Mwambie tena leo utatoka. Sasa angalia jambo jingine tena. Anatumia nini shetani ili kuzalisha tabia mbaya ndani ya mtu? Anatumia nini? Anatumia mazingira. Mazingira yana uwezo wa kusapoti maisha ya mtu. Mazingira yana uwezo wa kukwamisha maisha ya mtu. Mazingira yana uwezo wa kumfanya mtu afanikiwe sana au ashindwe kufanikiwa. Tunaenda sawa? Mazingira yana uwezo wa kuzalisha tabia nzuri ndani ya mtu au tabia mbaya. Kwa hiyo anachokifanya shetani, anatumia mazingira kuzalisha tabia mbaya ndani ya mtu. Okay, mfano mwepesi. Vijana wengi sana wakienda chuo wanaenda wakiwa na tabia nzuri. Anatoka chuo amevaa kimini. Wakati anaenda alikuwa anavaa nguo nzuri, anarudi anavaa kimini. Nini kimembadilisha? Mazingira. Anaenda akiwa na tabia nzuri, anarudi akimtazama mzazi, anaona mzazi amepitwa na wakati. Ukimwambia okay, hebu ingia kwenye ng'ombe huku unisaidie kufanya usafi, anaona yale mavi ya ng'ombe anamchafua. Kumbe yale mavi ya ng'ombe ndio aliyosababisha yeye asome. Halo, utaniunga mkono? Mme wako alipoanza kusafiri kikazi, hapo ndipo alipoanza kuwa na tabia za uasherati na zinaa. Lakini mara ya kwanza alipokuwa tu ametulia eneo moja, wala hiyo tabia alikuwa hana. Alipoanza tu kusafiri tu, mara yuko kule, mara kule, kapeleka mzigo kule. Alipoanza tu kurudi, akarudi na tabia ambazo sio nzuri. Nini kimetokea? Mazingira aliyokuwa anatembea, shetani alimdaka akazalisha tabia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaulizwa mume wako yuko wapi? Yupo kwenye mnada. Yuko mnadani, anayoyafanya mnadani sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa twende haraka tumalizie namna ya kutoroka. Kabla tujamalizia, hebu nikusomee kwanza Timotheo wa pili ile sura ya 3. Timotheo wa pili ile sura ya 3 ule mstari wa kwanza. Timotheo wa pili ile sura ya 3 ule mstari wa kwanza. Haleluya. Timotheo wa pili ile sura ya 3 mstari wa kwanza anasema hivi: lakini mfahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya dhuluma, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao jiepushe nao, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Haleluya. Hapa kuna matabia mengi ya ajabu, mengi ya ajabu. Sasa basi, namna gani ya kutoroka kwenye hayo matabia? Haraka. Unataka kutoroka kwenye hiyo mipaka ya tabia mbaya. Jambo la kwanza, anza kutoroka kwa imani. Toroka kwa imani. Imani ni nini? Imani ni kitu cha kiroho ambacho kinakuthibitishia na kinakupa uhakika
kwamba wewe unaweza kutoka kwenye tabia mbaya, tabia ambayo imekukwamisha, tabia ambayo imekuzuia. Kwa hiyo toka kwa imani. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Hiyo ni Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Angalia jambo la pili, Jambo la pili, ukitaka kutoroka kwenye tabia usiyoitaka, tunasema hivi, amini unaweza kutoroka, kwa sababu huo ni mpaka wako wa tabia ambao unakuzuia usifanikiwe. Amini unaweza kutoroka, Kuna watu wengi sana ambao hawaamini kama wanaweza wakaacha tabia mbaya, hawaamini. Kwa hiyo wewe amini kwamba unaweza ukatoroka au ukaacha hiyo tabia mbaya. Tunaenda sawa? Sasa kuna watu ambao wanasema unajua Wambea tuko wengi sana, Wanoko tuko wengi sana, yaani wakorofi tuko wengi sana, sio mimi tu, tuko wengi. Mkijiona mko wengi hauwezi kutoka. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukijiona uko peke yako unaweza ukatoka. Jambo la mwisho, ichukie tabia mbaya. Ichukie. Una tabia ya uongo, ichukie. Tabia ya zina, ichukie. Kwa sababu kitu chochote unachokichukia hakiwezi kuwa sehemu ya maisha yako. Kitu chochote unachokichukia ni rahisi sana ukakiacha. Naomba tusimame. Yako matabia mengi ya ajabu ambayo yametokea na yamezaliwa kwenye maisha yetu. Nataka tukaombe hapa. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, tabia yoyote mbaya iliyozaliwa kwenye maisha yangu, iliyotokana na kurisi, iliyotokana na ndoto niliyoiota, kwa jina la Yesu, wewe tabia mbaya, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, na ikataa tabia yoyote mbaya niliyoirisi na ambayo sijarisi, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, wewe tabia, achia maisha yangu, achia mme wangu, achia mke wangu, achia watoto zangu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila tabia iliyofanyika mpaka kizuizi, kikwazo, ili kunizuia nisifanikiwe, hiyo tabia pasuka, 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 pasuka sasa, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haribu hiyo tabia, haribu. Ingia kwenye maombi, haribu tabia yoyote mbaya, sio ya kwako. Tabia yoyote mbaya sio ya kwako. Vunja, haribu, vunja, haribu. Rapakaso, yekese, yakaso, yekesi, yakaso, yekese, yekeseke, yakasi, yekese, rapakasoka, repekesi, rapakaso, yekesika, yekeseke. Ndio. Kuna tabia ya zinaa iliyozaliwa ndani yako kwa njia ya ndoto ulioota. Yes, haribu. Ropo, yekese, yekesika, yekesa, yekese, yekesika, rapakaso, yekese, yamaka, yekese. Tabia yoyote mbaya ambaye nakutesa, ambia wewe tabia, achia. Yes, endelea kukemea
endelea kukemea, endelea kuharibu, haribu, haribu, haribu. Yes, rapa ropoko, 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 ropokosa, rekesika, rokosaka, rekesi, ropo, rokosa. Kuna mali umezuiliwa kwa sababu ya tabia. Kuna mali ulikosa kibali kwa sababu ya tabia. Rapaka, ropoko, haribu hiyo tabia, haribu, iambieni achia. Yes, karomo, koromosia, yekese, yekesiki, yekeseke, yakosa, yekesiki. Yes, 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 yes. Rapa, rakosa, hiyo tabia iliyoweka mzizi ndani yako ing'oe na mzizi wake. Koromosia, karopakasi, yekese, yekesia. Amen, amen. Nimebakiza maombi machache. Kabla ya haya maombi, nataka niulize swali. Uko hapa, inawezekana hujaokoka au uliokoka ukarudi nyuma. Unataka kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu. Nitakuombea hapo hapo uliposimama. Unaweza ukanyosha mkono wako nikakuombea hapo hapo ulikosimama. Unataka kuokoka au uliokoka ukarudi nyuma? Yes. Okay. Basi tumsaidie yule ambaye anatufuatilia kwa njia ya YouTube. Sema, Bwana Yesu, nasogea machoni pako. Nimegundua na nimejua mimi ni mwenye dhambi. Ondoa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, karibu ndani yangu, ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa, katika jina la Yesu, amen. Nataka tuombe ombi gani? Ili hapa kuna watu ambao wanaota ndoto za zinaa, wanandoa na wasio wanandoa. Tunaenda sawa? Nifuatishe haya maneno. Sema, katika jina la Yesu, kila agano nililoingizwa na kila tabia mbaya niliyoingia kwa njia ya ndoto ya uasherati na uzinifu, natangaza sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wewe roho ya zinaa, roho ya uasherati na uzinifu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa achia maisha yangu, achia ndoa yangu, achia huduma yangu, achia biashara zangu, kwa jina la Yesu. Nakataa kila ndoto ya uzinifu na kila ndoto ya uasherati asubuhi ya leo. Naikataa, 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 naikataa kwa jina la Yesu. Anza kukataa hayo mandoto. Kemea hayo mandoto, kemea. Kataa mandoto yote ya uzinzi na uasherati. Kemea, 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 kataa, kemea. Ni mandoto mabaya sana, ni mandoto mabaya sana. Yanaharibu mahusiano kwenye ndoa, yamevunja ndoa, yamefarakanisha ndoa, yameharibu future za vijana wengi. Kemea hizo ndoto, kemea, 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 kemea. Rapa, vunja hayo maagano, vunja hayo maagano, vunja hayo maagano. Kama umekuwa unaota mara kwa mara, jiondoe, jiondoe kwenye hayo maagano, jiondoe. Rapa kasoke, yekese, yekesi, yekese, yakaso, yekesiki, yekesa, yeke, yeke, rapa kaso, yekesaka, yakosia, yakosia. Nyosha mkono wako juu, nikuombee kibali. Kibali kwenye biashara,
kibali kile ambacho kilipotea kwa sababu ya tabia iliyokuwa inakutesa. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, na kuombea kibali, 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 kibali machoni pa mume wako, kibali machoni pa mke wako, kibali machoni pa wazazi wako, kibali machoni pa majirani zako, kibali machoni pa wafanyakazi wenzio, kibali machoni pa bosi wako, kibali machoni pa wateja. Yes, pokea. Yes, pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Kibali hicho juu yako, kibali hicho juu yako, kibali hicho juu yako, kibali hicho kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Utakapoenda kufanya biashara asubuhi ya leo, na kuombea kibali kikubwa machoni pa wateja. Leo ukauze sana kuliko jana na juzi. Kwa jina la Yesu, hicho kibali pokea kwa jina la Yesu. Yes, shika sadaka yako. Kwa sadaka ambazo zimeletwa kwenye hii madhabahu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa sadaka ulizonyosha mbele za Bwana, ninatangaza aliyefungwa kwa sadaka anafunguliwa kwa sadaka, aliyewekewa mpaka kwa sadaka anatolewa hapo kwa sadaka. Kila mpaka uliokuwa umewekewa kwenye maisha yako ambao ulikuwa unakuzuia, uliwekewa kwa njia ya sadaka kutokea kwenye familia au kwenye ukoo, ninatangaza huo mpaka unavunjika sasa, sasa, sasa kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo. Yesu astahili heshima. Bwana asifiwe sana. Biblia huwa inasema ukisikia sauti yangu usifanye mgumu moyo wako. Tunapopata neema ya Mungu kusikia neno la Mungu namna hii, lichukue kwamba ni Mungu anaongea na wewe, na utume huo sio wa milele, ni utume wa muda. Ukipita alafu huwezi kuupata tena. Ndio tumekuwa na tunafahamu sasa tuko kidikto, tunafanya kazi kiofisi na mahali popote bila mpaka. Kwa hiyo unaweza kuwa niko Njombe lakini na waumini bila mipaka nje ya nani. Tulikuwa na mawasiliano na pale Loganzira, Dar es Salaam. Kuna huyu ndugu yetu anaitwa Pitoni Anania Mbwilo. Nadhani mnamfahamu, ana uzuri fulani hapa karibu na Ndime nyuma. Yeye atafunga ndoa yake mnamo tarehe 12 Jumamosi hapa. Itategemea masaa atakayoingia alfajiri hapa. Atafika hapa na atafunga ndoa na kisha atarudi tena Dar es Salaam kwa sababu ya afya yake. Bwana asifiwe. Tukumbuke kumwombea mke wake, amefanya vitu vizuri sana akiwepo hapa. Utakumbuka mzee wa kanisa, sivyo? Kwa hiyo jana ninapopigiwa simu toka wiki iliyopita, nakwambia sikumbuki sura yako lakini nakumbuka sadaka yako. Nakumbuka vitu nikivitazama naweza kujua mke wake alikuwa mtu mwenye imani sana. Ana hii ni nzuri hapa katikati ya mji kwa Ndime, ana nani moja ni hoteli hiyo imeandikwa Zurich, lakini vile vile na majengo huko wapi huko Ngalanga na wapi hivyo. Hali yake ya kiafya anahitaji kuwa jirani na hospitali, na atakuja hapa kwa sababu maalumu za mjibu wa sheria ili aweze kutekeleza hii na alafu aendelee na matibabu.
haya maisha jamani, pamoja na vyovyote unavyovifanya vizuri, kumbuka wewe unasafiri, si ndivyo watumishi wa Mungu? Pamoja na umaarufu wote unaoweza kuwa nao, hizi ni passing gift, ni vipawa vinavyofanya nini? Vinapita. Mheshimu Mungu kwanza. Kuna watu hamumalizagi ibada hapa kama mko busy hivi. Wewe, hata Nyerere aliwahi kuwa busy kumaliza kila kitu. Mheshimu Mungu, na Mungu anapoongea na wewe mpe masikio yote. Ndiyo, huyu ni mmoja. Lakini wale wengine ambao wenyewe nimefanya Jumapili saa 8 ibada ya kipekee ya kisakramenti, ninaendelea nao na mafundisho, na saa ikifika tutakamilisha mambo yanayoendelea. Pokeeni baraka zake Mungu. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso akakufadhili. Bwana kuinulie uso akakupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Enendeni na amani ya Bwana. Mina